Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji. Karibu tena kwenye makala yetu maalum ya uchambuzi wa kesi inayotikisa siasa za Tanzania, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Leo Februari 17 mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam ilishuhudia siku nyingine yenye msisimko mkubwa, siku ambayo mashahidi wawili walitoa ushahidi, lakini kilichovutia wengi zaidi ni majibizano ya moja kwa moja kati ya Lissu na shahidi kudai kuwa maswali ni ya kitoto, na ushahidi wake wa 8P826 aliyesema aliona video ya Lissu YouTube na Facebook kupitia simu ya Oppo F1S. Kaa nasi kwa dakika kama 30 kwa sababu hii si simulizi ya kawaida, ni mahakama, siasa na mapambano ya maneno. Kabla hatujaingia ndani kabisa, tuweke mazingira sawa. Siku ya leo mahakamani imekuwa tofauti na nyingine kwa sababu ya moto uliokuwa kwenye dodoso. Kwa kawaida mahakamani unatarajia maswali ya heshima, majibu mafupi na utaratibu wa kawaida, lakini kwenye kesi hii mara nyingi tunashuhudia kitu kingine kabisa. Lissu anahoji mwenyewe, na hilo linafanya maswali yake yawe na sura ya kipekee. Anahoji kwa mtindo wa mwanasiasa, mwanasheria na mshtakiwa anayetafuta kuangusha ushahidi. Kwa upande mwingine, mashahidi wa serikali, hasa mashahidi wa asili, wamekuwa wakitoa majibu ambayo mara nyingine yanaonekana ya kujihami, ya kukwepa au ya kushambulia Lissu moja kwa moja, na hapa ndipo kesi inageuka kuwa kama mjadala unaosikika hadi nje ya ukumbi wa mahakama. Sasa tuende kwenye vipande vya dodoso vilivyorekodiwa na kusimuliwa na vyombo vya habari. Hivi ni vipande vya maswali na majibu ambayo yamezua mijadala mtandaoni. Kipande cha kwanza ambapo ukionyeshwa maelezo yako utatambua. Lissu alimuuliza shahidi, ukionyeshwa maelezo yako uliyoyaandika utayatambua? Na shahidi alijibu, sio jukumu langu, ni jukumu la mawakili. Hapa msikilizaji, kuna kitu kinatokea. Kwa kawaida shahidi akiulizwa kama anatambua maelezo yake anajibu ndio au hapana au siwezi kukumbuka. Lakini hapa shahidi anasema sio jukumu langu, ni la mawakili. Hii ni kama shahidi anajaribu kuhamisha jukumu la kuthibitisha. Na kwa Lissu hii ni nafasi ya kuonesha mahakama kwamba shahidi anajua maelezo yapo, lakini hataki kuyakubali hadharani au anaogopa kuyatambua kwa sababu yanaweza kumkaba baadaye. Lissu pia akahoji, unabishana na mwenyekiti wako? Shahidi akajibu, sasa hivi wewe si mwenyekiti, wewe ni mshtakiwa. Hili kwa wengi lilikuwa ni jibu la kuumiza kwa sababu linagusa hadhi ya kisiasa ya Tundu Lissu, lakini pia kwa upande wa kisheria linaonyesha kitu kingine. Shahidi anajaribu kumweka Lissu kwenye nafasi moja tu. Wewe hapa si kiongozi wa chama, wewe ni mshtakiwa. Na hii inabadilisha kabisa toni ya mahojiano kwa sababu Lissu anahoji kama mshtakiwa, lakini pia anahoji kama mtu ambaye shahidi anasema ni mwenyekiti wake. Hivyo majibizano haya yanafichua mgongano wa hadhi ya mahakama, hadhi ya siasa na hadhi ya chama. Lissu anaendelea, umesema ulivyokamatwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025 uliojiwa polisi. Shahidi anajibu, sikuojiwa polisi, niliojiwa kwenye ofisi ya RCO. Hapa tunapata kifungu muhimu sana. Shahidi anasema hakuojiwa polisi bali aliojiwa kwenye ofisi ya RCO. Kuna watu wengi, RCO ni nani? Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu mahakamani, sehemu ambayo maelezo yanachukuliwa, inaweza kuathiri uhalali wa maelezo, mazingira ya shinikizo na hata uwezekano wa shahidi kushawishiwa. Lissu anaendelea, huyu RCO ni polisi au bwana mifugo? Shahidi anasema, mbona una maswali ya kitoto aise? Hili ndilo lililofanya watu wengi wacheke, wengine wakakasirika, kwa sababu Lissu anatumia kejeli kuonesha kuwa RCO ni ofisa wa usalama. Shahidi anajibu kwa hisia, maswali ya kitoto, lakini kiukweli swali la Lissu lina uzito. Anajaribu kujua, je, shahidi alizungumza na chombo gani cha dola? Kwa sababu tofauti ya polisi na taasisi nyingine za usalama inaweza kuwa muhimu sana kwenye ushahidi. Lissu anaendelea, nitakosea nikisema umefutiwa kesi ili uwe shahidi kwenye kesi hii? Shahidi akasema, serikali achana nayo, sikutegemea, nimeongea ukweli na leo nimejikuta huku. Haya sasa msikilizaji, tunagusa kitu kizito sana hapa, kwa sababu Lissu anaibua dhana ya witness inducement. Kwa Kiswahili rahisi ni shahidi kupewa fadhila kama kufutiwa kesi ili aje kushuhudia dhidi ya mtu mwingine.
lakini shahidi anakataa moja kwa moja, lakini jibu lake linaacha maswali. Serikali achana nayo. Anaonekana kukasirika. Sikutegemea, nimeongea ukweli na leo nimejikuta huku. Kwa mtu anayesikiliza unaweza kujiuliza, huyu shahidi anaogopa nini? Kwa nini anajibu kwa hisia? Sasa tuingie kwenye simulizi kuu ya leo. Shahidi wa 8P826. Kwa mujibu wa taarifa, shahidi huyu alitoa ushahidi wake akiongozwa na wakili wa serikali na Solo Katuga. Shahidi P8 anasema yeye ni kama mwanachama wa Chadema, anamfahamu Lissu kama mwenyekiti wa chama. Hapo tayari serikali inajenga picha kwamba huyu shahidi anatoka ndani ya chama, kwa hiyo anaelewa. Shahidi anasema tarehe 8 Aprili mwaka 2025 alikuwa kwenye shughuli zake za kawaida. Alikuwa mtandaoni YouTube, Facebook akitumia simu janja aina ya Oppo F1s. Anasema alikuwa anapeluzi. Hii ni lugha ya anapeluzi ni ya vijana kwa kusema nipo tu napita mitandaoni. Shahidi anasema aliweza kuingia YouTube kwa sababu alikuwa na akaunti aliyofungua na alikuwa na bando, yani MBs. Na anasema bando lilikuwa kwenye Jambo TV. Hapo kuna kitu cha kuzingatia, kwa sababu kusema bando ilikuwa kwenye Jambo TV kunaweza kumaanisha mambo mawili. Alikuwa anaangalia video kupitia channel ya Jambo TV au alikuwa anapata link ya video kupitia Jambo TV. Shahidi anasema niliona na kusikia tamko la mshtakiwa Tundu Lissu. Hapa serikali inatumia neno tamko, hotuba au kauli ndio msingi wa kesi. Shahidi anaendelea na madai yake akisema alimsikiliza au alimsikia Lissu hapa akituhamasisha vijana wake kwamba tufanye uasi. Akaongezea, lazima tufanye uasi dhidi ya serikali, ni lazima tutakinukisha. Msikilizaji, hapa ndio moyo wa kesi, kwa sababu maneno kama uasi, kuvuruga na kukinukisha yakichukuliwa katika tafsiri ya jinai yanaweza kuonekana kama uchochezi dhidi ya serikali, lakini pia kwa upande wa utetezi yanaweza kuonekana kama lugha ya kisiasa yenye msisitizo. Ndivyo mvutano uliopo sasa. Sasa tuangalie hili kwa jicho la uchambuzi. Shahidi anasema aliona video, alisikia maneno, alitumia Oppo F1s na alitumia YouTube na Facebook. Swali kubwa mahakamani huwa video hiyo ilitoka wapi? Ni channel gani? Ni akaunti gani? Ni linki gani? Iliwekwa na nani? Kwa sababu kwenye kesi zinazohusu mitandao, hoja ya msingi ni kuona video, sio kuthibitisha nani aliipakia. Hapa ndipo kesi nyingi za maudhui ya mitandaoni zinapopata ugumu, kwa sababu data ya nani alipakia mara nyingi iko kwa YouTube, Facebook au kampuni za mitandao. Shahidi P8 anasema niliona na kusikia, lakini mahakama inaweza kuuliza, je, ulirekodi? Je, ulidownload? Je, ulipiga screenshot? Je, ulihifadhi link? Na hapa kwa kawaida upande wa utetezi huingia kwa maswali ya kukaba. Unathibitishaje kuwa hiyo video haijahaliliwa? Unathibitishaje kuwa hiyo ni sauti ya Lissu? Unathibitishaje tarehe ya video? Kwa hiyo msikilizaji, tukifunga simulizi ya leo Februari 17 mwaka 2026, mambo makuu yaliyojitokeza ni haya. Majibizano ya Lissu na shahidi yameonyesha mvutano mkubwa. Shahidi akisema maswali ya kitoto. Shahidi akisema Lissu si mwenyekiti bali mshtakiwa. Lissu akiibua hoja ya kufutiwa kesi. Shahidi P826 amejenga msingi wa ushahidi wa video ya YouTube. Alidai kuona hotuba, alidai alisikia kauli za uasi, alitaja simu Oppo F1s na majukwaa kama YouTube na Facebook. Kesi inazidi kuingia kwenye eneo la ushahidi wa kidijitali, na hapo ndipo maswali magumu yanaanza. Nani alipakia video? Nani aliisambaza? Je, ni hotuba kamili au kipande? Je, muktadha ulikuwaje?